habari, naitwa Benson Msechu. Leo hii ningependa nikuonyeshe kitu cha tofauti, nikutambulishe kidogo. Nipo ndani ya Tanganyika Law Society. Hawa ni wanasheria au tunaita Wakili House, ipo Dar es Salaam, Tanzania. Na hapa mimi mtaalamu wako, nimesanifu kwenye chumba hiki cha mkutano kwa ajili ya matamshi. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo usanifu nimeufanya katika chumba hiki. Ni design is very simple, nimetakiwa kuweza kuboresha. Kulikuwa kuna mfumo ambao ulikuwepo zamani, na mfumo huu ulikuwa hauna usikivu wa kutosha. Walitumia ceiling speakers ambazo uwezo wake ulikuwa ni mdogo, na napoongea zilikuwa zinakoroma. Na hii pengine ni kutokana na kwamba zilikuwa zimelaki baadhi ya vitu fulani ambavyo inatakiwa pia iweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Na kwa mantikio nimeweza kufanya vitu kadhaa. Kwanza nimeweza kudesign kwa kutumia speaker. Hizi speakers zinaitwa Audac. This is a Europe product, na nimeagiza moja kwa moja kutoka Europe kwa ajili ya taasisi hii. Na tumetenga katika phase ya kwanza na ya pili. Kwenye phase ya kwanza nimetumia tu speaker 3, speaker moja upande wa kushoto na speaker nyingine ni upande wa kulia. Lakini kwa sababu lengo kubwa hapa ni mkutano, ni muhimu pia mtu anapoweza kukaa kwenye eneo kama hili pia naye aweze kujisikia vizuri. Na ili aweze kujisikia vizuri, basi nimeweka pia monitor speaker kama unavyoona hapa. Hiyo ni monitor speaker ambayo mzungumzaji anaweza akasikia kile ambacho anachozungumza. Mfumo huu ndugu yangu ni wa kitaalamu kabisa. Ngoja nikupitishe kidogo nikuonyeshe. Nimesema kwamba nimeboresha, optimize. Najua saa nyingine sio lazima mfumo wako ukatupa kila kitu. Kuna vitu vingine unaweza kuvichukua na kuviboresha na bado tu vikaendelea kukusogeza kwenye level fulani. Nilichokifanya hapa mimi nimeweka mic moja ambayo inaitwa Shure SM58 BLX. Wala unajua kwamba Shure ni one of the best products, na hii pia nayo nimeinunulia kutokea Europe. Na hapa ni upande wa input, zipo mic nyingine tunaweza tukazitumia, lakini this one is the best from my opinion. Lakini hapa tumeweka kitu inaitwa digital mixer. Hii digital mixer inaitwa Marquis DL16S. Ni kwa nini nimetumia hii Marquis DL16S? Kwa sababu this versions inaweza kufanya crossover humo ndani. Kwa hiyo kwa mantikio pia naweza nikavilinda speaker zangu zisiweze kuharibika kwa sababu ya function pia crossover. Lakini pia na compressor, kwamba inakusaidia kwamba sauti inapokuwa kubwa sana unaweza pia ukaipunguza, ikakompress zile sauti za juu na ikaacha zile sauti ambazo ni tulivu. Lakini pia ipo gate huko ndani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vipo kwenye hii digital mixer. Na kwa hapa ambapo Tanganyika Law Society au tunaita kwenye jengo hili inaitwa Wakili House, hapa panakuwa pana mikutano mingi wale ambao wanakisikia, kwa sababu hawa wadau wanatetea haki za watu na wamekuwa kisimama kidete kuhakikisha kwamba haki inafuata ndani ya nchi ya Tanzania, na wamekuwa wakijitolea pia kuwasaidia pia wale ambao walikuwa hawana uwezo wa kutosha kwenye masuala mazima ya kisheria. Na kwa mantikio huwa wanafanya pia midahalo ambayo inakwenda live Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo maana yake nimetumia tunasema bus hizi zinakusaidia kufanya streaming kirahisi. Wanapokuja waandishi wa habari, inakuwa ni rahisi kuweza kila mwandishi kumtengenezea output yake. Kwenye analog tunaweza kusema ni auxiliary, lakini huku kitaalamu tunaita bus, ambayo bus unaweza kuconfigure ikawa auxiliary au subgroove au wherever, na ukaanza kucontrol bila shida yoyote. Then amplifier ambayo nimeikuta ilikuwa inaitwa ITC, na amplifier nimeweza kuitumia. Kwa hiyo vitu ambavyo nimeongeza hii mixer pamoja na hii mic ambayo ina the best tone. Do you want to hear when I'm speaking from this kind of microphone? Inaitwa Shure, unaona quality yake. This is a Shure microphone, and let me just speak. Yes, as you can hear now, 1 2. Tunajaribu kipaza sauti, na hili ndilo eneo ambalo nimeliweka
hapa ni sehemu ambapo nimeweka ili uweze kusikia nikisema 1 2. Tunajaribu kipaza sauti. Ladies and gentlemen, my name is Benson Msechu, mwandishi wa sauti from Beam Media Limited, and today we are here at the TLS Wakili House installing the sound system. So you can do a lot of things, right? Tunaweza kukati kama tukiona eneo hili kuna sehemu kuna vioo, kwa maana kuna sehemu za high frequency inabidi kidogo uweze kuzishusha chini. Na mfumo huu ambao tunasema kwamba ni mfumo ambao ni wa kisasa, unaweza kaona kama hapa ninaweza control kwa kutumia either simu yangu au nikatumia laptop. Kama unaweza kuona hapa labda ni 1 2 1 2. Naweza kaona hapa kwa mfano naweza kaona kwenye kompyuta gain yangu naona iko kubwa kidogo. Naweza kaona kuna kama some kind of feedback kutokana na eneo lokaa. Naweza kupunguza gain kidogo ili kuhakikisha kwamba clarity inakuwa safi. Sasa kama hapa tayari nimeshakwisha kupunguza kidogo gain, so you can see it very clear. Unaweza kaona hapa hii ni kompyuta na hii hapa ni simu yangu, na channel ambayo nimeconnect ni channel number 2. As you can see, this is channel number 2. Kwa hiyo nikisema napunguza namna hii kwenye simu, utaona pia na kwenye kompyuta hapa patapungua. Kwa mfano nikifanya 1 2 1 2, you can see kote kuna pungua kwa wakati mmoja. Labda nikurudishe kwa hapa, naweza kaona just focus on this one is the channel 2, na simu yangu ndogo hii hapa unaweza kaona kwamba hapa nikifanya hivi tayari automatic. Kwa hiyo kama watu hakuna usikivu mzuri, naweza nikaondoka na simu kama hivi. Zote hizi ni wireless, hakuna cable connect kwenye mfumo huu. Kwa naweza nikawa niko namna hii kama hapa naweza kuona, nikapunguza tu kwenye simu yangu, nasikia simu imeenda hello 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 hello. Nikifanya hivi hello 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 1 2 1 2. Kwa hiyo kama hakuna usikivu mzuri, basi wewe unaweza adjust, ukaweka gate kama kuna miluzi, ukaweka gate kwenye eneo fulani. Kama mtu anaongea kwa kupayuka sana, ukafanya compressions na vitu kama hivyo. Mambo ya msingi sasa kuzingatia wakati unapo design. Najua ili uweze kupata kitu kizuri, always focus on the good product, right? Kwa mfano unaweza kuona nikiongea kwenye SM58 ina truth representations of my voice, ina present vizuri, sema high fidelity. Ninachokiongea unasema huyu kweli ni Benson ndiye anaongea. Lakini kuna mifumo mingine ya sauti ukiongea mtu anaweza kashindwa kutambua kwamba ni nani anaongea, kwa sababu tayari imekengeusha ile sauti yake. Kwa hiyo hakikisha kabisa kwamba vifaa vyako una focus kwenye very professional equipment. Huko mbele Mungu akipenda, kama hiyo phase 2 wakiendelea kuboresha zaidi, basi pengine inaweza pia kukuletea part 2 kwenye usanifu huu ambao umefanyika Tanganyika Law Society. Thanks very much. Tuonane tena kipindi kingine Mungu akijalia. Jina langu kama nimesema ni Benson Msechu. Tuendelee kuonana, tuendelee kujifunza masomo haya ndani ya Beam Media Limited kwenye channel ya YouTube. Asante.